Tumefanya mazungumzo mazuri sana na mazungumzo makubwa yenye mafanikio makubwa sana. Sekta ya kwanza na lengo hasa ya ziara yake ni kuja kufanya maandalizi ya ufunguzi rasmi wa bwawa la Mwalimu Nyerere. Hiyo ndio nia kuu kabisa ya kuja, na leo atakutana na waziri husika mwenye bwawa, Mheshimiwa Naibu Waziri Mkuu ambaye pia ni waziri wa nishati, Mheshimiwa Doto Biteko. Lakini pia kesho anatarajiwa kukutana na Mheshimiwa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan kuyapanga mazungumzo ya mwisho kabisa kwa ajili ya ufunguzi wa bwawa hilo na kutoa umeme. Kama alivyoeleza Mheshimiwa Waziri hapa kwamba wakandarasi wameshakamilisha 99% na wakati wote sasa hivi wako tayari kulikabidhisha. Kwa hiyo ni mipango ya kupangwa, na yeye ameeleza pia dhamira, nia na hamu ya rais wake Mheshimiwa Abdul Fattah Sisi kuja kuungana na Mheshimiwa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, kufungua pamoja. Lakini baada ya mazungumzo hayo ya bwawa hilo ambayo ndio naweza kusema ni alama kubwa kabisa ya uimarisho wa mahusiano kati ya nchi zetu mbili, pia tumezungumza maeneo kadhaa ambayo yalijadiliwa mwaka jana ili kuongeza nguvu. Na mimi niseme tu wenzetu wametukubalia maeneo yote kuongeza mashirikiano. Tumezungumza sekta ya afya, sekta ya kilimo, sekta ya elimu. Kwenye sekta ya kilimo tumegusia swala la mbolea kwa sababu wao ni wazalishaji wakubwa wa mbolea. Lakini kuna mashirikiano makubwa ambayo tunafanya katika sekta ya ulinzi na usalama, sekta ya maji, kwa sababu nyote mnajua kwamba ziwa Victoria na mto Nile umeungana mpaka kwenda kwao. Kwa hiyo tumezungumzia pia maeneo ya mashirikiano ya karibu sana kwenye sekta ya maji na ziwa Victoria, lakini pia na maziwa mengine nchini ambao wameeleza utayari wao wa kifedha pia kutoa katika maeneo haya ili kuongeza pia vyanzo vya maji kuingia na kuweza kufika kwao kupitia ziwa Victoria. Tumezungumzia pia juu ya masuala ya, wamekuja na ujumbe mkubwa sana wa wafanyabiashara. Wafanyabiashara wote 12 ni mabilionea. Wafanyabiashara walikuja ni mabilionea kutoka nchini kwao Egypt, ambao tumewakutanisha na wafanyabiashara wetu Tanzania 25 ambao sasa hivi wanaendelea na mazungumzo pale hoteli ya Grand Hyatt. Mazungumzo hayo yanapofanyika, katika miongoni mwa wafanyabiashara wakubwa waliokuja hapa na wenye hamu kubwa sana ya kuongeza biashara yao ni masuala ya ngozi ya ng'ombe, kutengenezea mambo ya mabegi ya ngozi, mikanda ya ngozi, kutumia bidhaa ya ngozi kwa ufupi. Hao wameonyesha dhamira na hamu kubwa sana. Bidhaa ya kahawa, pamba, kama mnavyojua Egypt wanapanda wao pamba, lakini wanatengeneza vitambaa hasa vile vya aina linen wanatengeneza sana na nguo. Kwa hiyo pamba yetu wanaitaka yote ikiwezekana, lakini pia wanataka kuwekeza katika viwanda vya kuchakata ile pamba, kutengeneza nyuzi kwa ajili ya kufumia na kufanya finish products hapa. Ameshukuru kwamba serikali yetu imeendelea kuwapa mashirikiano, wafanyabiashara wao, lakini ameeleza kwamba tunataka tuongeze juhudi, na sisi tumemkubalia kwamba tutaongeza juhudi katika maeneo hayo yote, hasa ya kuzalisha pia ajira. Hadi sasa nchi ya Misri inaajiri kama vijana 4,000 kutokana na miradi yao mbalimbali, lakini tunatarajia kuongeza hilo. Na ameahidi pia kuleta wale wafanyabiashara wa ngazi ya kati kuja chini. Moja kubwa sana, matatu makubwa sana ya mafanikio tulifanikiwa, naweza kusema katika mazungumzo yetu leo, wamekubali kuja kwenye sekta ya teknolojia zaidi, kuwekeza na kutusomesha na kuwajengea Watanzania uwezo sekta ya teknolojia. Sekta ya pili ni ya uhifadhi wa mazao, ili mazao yetu yaweze kupatikana kwa muda mrefu. Kwa hiyo nikisema uhifadhi na kusudia kufungasha, kufanya ile preservation, mazao yakae muda mrefu zaidi, na mbinu nyingine mbalimbali za kufanya mazao yetu yaweze kusafirishwa kwenda nje kwa urahisi zaidi. Wao wameendelea sana na katika eneo hilo wako vizuri na wamekubali kabisa. Wamesema idadi yoyote vijana tutataka kupeleka kusomesha kule, ama wao walimu wao kuja hapa, hilo wametukubalia na sisi tumelichukua. Tutakuwa tunafanya kazi na sekta husika ili kutimiza wajibu. Lakini la tatu kubwa zaidi ni la elimu. Mpaka sasa ni vijana wetu kama 60 kwa mwaka, lakini leo amefungua fursa pana sana kwa Tanzania. Amesema idadi yote tunayotaka sisi tuwaandikie wao na kuambia, na wao wataangalia
kwa zile nafasi zilizokuweko, wako tayari kuongeza. Hakuweka idadi, ametupa idadi iliyokuwa wazi kiasi cha kwamba vijana wetu waenda kusoma, na hiyo kusoma ni nyanja ya uganga, yani madaktari hawa, nyanja ya sayansi, nyanja ya mainjinia viwandani, nyanja ya bahari, nyanja ya uvuvi na kadhalika. Umetoa nafasi nyingi sana za masomo nchini Egypt. Sisi tunatakiwa tupeleke tu kwamba hawa ndio vijana wetu wanataka kwenda, lakini pia wamekubali kuja kuwekeza zaidi katika sekta ya kilimo. Miongoni mwa wafanyabiashara kuja nao 12, wawili wanataka kuwekeza moja kwa moja na sekta ya kilimo, na tumeshaandalia utaratibu wa kukutana na Wizara ya Kilimo ambapo watazungumzia pia masuala ya uwekezaji. Kwa hiyo mimi niwashukuru tena kwa mara nyingine, lakini kubwa zaidi niwashukuru viongozi wetu wawili wa kwake Mheshimiwa Abdul Fattah Sisi, lakini na Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan kwa kuwezesha haya yote kufanyika kwa wakati huu. Na haya yametokana na ziara ya Mheshimiwa Rais Samia alofanya mwaka juzi nchini Egypt mnamo Novemba. Ndio matunda yote haya yamekuja na ziara yake. Lakini pia Mheshimiwa Waziri alibahatika kukutana na Mheshimiwa Rais pembeni mwa kikao cha Umoja wa Afrika kilichofanyika hivi karibuni, naye pia alieleza dhamira yake ya Mheshimiwa Rais Sisi kutaka kuhudhuria ufunguzi rasmi wa bwawa la Mwalimu Nyerere. Kwa hiyo na hilo nalo litakuwa ni sehemu ya mazungumzo na kukubaliana muda mwafaka kwa marais